Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vina make headline huko mtandaoni ni kuhusiana na kitu ambacho kimetokea kati ya Zuchu na Harmonize Konde Boy. Kwa kifupi ni kwamba tunafahamu Zuchu na Harmonize ni wasanii wa aina mbili tofauti, kwa sababu ukiangalia upande wa bibie Zuchu, yeye ni msanii wa kike, lakini pia Harmonize ni msanii wa kiume. Lakini ukiangalia issue ya experience kwamba nani ambaye ana history ndefu zaidi katika mziki wa Bongo Flava, utafahamu kabisa kwamba Harmonize yuko na muda mrefu mno katika game ya mziki huo wa Bongo Flava. Lakini pia vile vile ukiachana na issue ya kwamba Harmonize ana muda mrefu, lakini tunafahamu pia kwamba Harmonize ndiye first born wa lebo ambayo sasa hivi Zuchu bado yuko anaitumikia. Hapa nazungumzia lebo ya WCB Wasafi. Ni kwamba bibie Zuchu bwana yuko pale, lakini msanii wa kwanza kabisa kuwa signed chini ya record label hiyo si mwingine bali ni Harmonize mwenyewe. Lakini ukiachana na hao yote, kitu kingine ambacho kimemeke headline ni kwamba japokuwa hawa wawili wamepishana miaka mingi sana kwenye game, Harmonize akiwa ametangulia muda mrefu mno, kitu ambacho tumekiona bwana katika streaming platforms ni kwamba Zuchu anakuja na kasi ya umeme, au tunaweza kusema kwamba anakuja na upepo wa kisulisuli, yani speed ya kimbunga, anakuja kwa speed ile mbaya. Na hii ni kutokana na mafanikio ya bibie Zuchu. Kila akiachia ngoma zake mara nyingi sana uwaga zinapata streams nyingi, anapata watazamaji wa kutosha, anapata wafuatiliaji au wafuasi wengi. Ukiachana na hilo pia vile vile fan base ya Zuchu inazidi kukua kadri ya siku zinavyozidi kwenda, ukizingatia kwamba yuko katika record label kubwa ile ya WCB. Kwa hiyo fan base yao pale WCB ni kubwa mno. Sasa hii inadhihirika pia ukiangalia vizuri kabisa katika upande wa performance ya Zuchu baada ya kuachia kazi zake huko mtandaoni, zinaonesha wazi kabisa kwamba Zuchu bwana ni moja kati ya wasanii ambao wako very successful. Sio tu kwamba labda amekuwa successful mbele ya Harmonize, hapana, mbele hata ya wasanii wenzie wa kike, kwa sababu msanii mwingine ambaye anafanya vizuri katika game ya mziki huu hapa wa Bongo Flava si mwingine bali ni Nandy. Lakini ukiangalia jumla ya streams ambazo Zuchu yuko nazo ni zina utofauti mkubwa sana na streams ambazo bibie Nandy yuko nazo. Yani Nandy amepitwa kwa streams na Zuchu parefu. Kwa sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba Zuchu anamkimbiza, yani anakimbizana na Harmonize katika upande wa streams huko katika platform ya Audiomack. Lakini sio tu huko, hata kwenye upande wa Boomplay napo huku inaonyesha kabisa kwamba siku sio nyingi Zuchu atamuovertake Harmonize katika swala zima la streams katika platform hiyo ya Boomplay. Kwa sababu kwa muda mrefu sana tumekuwa tukifahamu kabisa kwamba kupitia Boomplay ni kwamba kiongozi wa streams humo ni Diamond Platnumz, lakini aliyekuwa anafuata alikuwa ni Harmonize. Sasa Harmonize yeye ana jumla ya streams milioni 400, ana jumla ya streams milioni 409, huku upande wa pili huku bwana, kwa upande wa bibie Zuchu yeye ana jumla ya streams milioni 408.9. yani bado kama watu buku hivi bidada amkute Harmonize. Kwa hiyo kutokana na hii issue watu wengi sana wamebaki mdomo wazi. Watu wengi sana wameshangaa kwamba imekuwaje tena Zuchu bwana anamkaribia Harmonize kwa speed kiasi hiki. Ni kwamba bwana Harmonize Konde Boy imekuwaje na yeye pia ameruhusu bidada, ameingia kwenye game juzi tu, lakini kwenye upande wa streams huko Boomplay anataka kumzidi. Kwa hiyo page mbalimbali hapa zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa bwana, kuna page wamekuja wameandika makala ndefu kabisa wakiwa wanalizungumzia hili swala, wakiwa wameandika kwamba Zuchu na Harmonize wamekuwa kwenye vita kali sana ya namba kwenye jukwaa la uuzaji wa muziki linalofahamika kwa jina la Boomplay. Tofauti yao ikiwa ni ndogo sana, streams 100,000 tu ambazo zinakimbizana kila siku. Harmonize ana streams milioni 409 huku Zuchu akiwa na streams milioni 408.
Lakini kinachofanya hii iwe ni kubwa ni jinsi ambavyo Zuchu anaendelea kuvuka mipaka, akiwa ni mwanamke pekee kwenye top 5 ya Boomplay Tanzania. Anathibitisha kuwa wasanii wa kike wana nguvu kubwa kwenye upande wa kazi zao za mziki wa kidigitali. Lakini pia vile huyu ni msanii ambaye ameweka rekodi ya kuonyesha kuwa mashabiki wake sio wa maneno, ni wa vitendo. Kwa upande mwingine, Harmonize bado anabaki kuwa ni miongoni mwa vigogo wa streams nchini Tanzania. Ni kwamba akiongoza na hiti zake kama vile Furaha, Single Again, Nitaubeba, lakini pia vile ushindani huu kati yake yeye na Zuchu unaleta uchangamfu kwenye kiwanda cha mziki na kuchochea ubunifu na kuwalazimisha wasanii wengine nao pia waongeze ubora wa kazi zao. Kwa sasa ni kwamba kinachosubiriwa ni kitu kimoja tu. Zuchu ataweza kweli kumpiku Harmonize na kuingia rasmi kwenye top 2 ya Boomplay. Wakati huo ni kwamba Zuchu amekusanya streams zaidi ya milioni 400 ndani ya miaka 5 tu kwenye jukwaa moja. Na pia vile ni ushindani wa heshima ambao unaonyesha jinsi ambavyo mziki wa Tanzania unavyozidi kukua na kusikika, na pia vile kushindana kwa nguvu kwenye majukwaa ya kidigitali. Sasa nikikupa top 10 ya wasanii ambao wana streams nyingi zaidi huko Boomplay, nafasi ya 10 inashikiliwa na Jux akiwa na streams milioni 138. Nafasi ya 9 inashikiliwa na Nandy, yeye akiwa na streams milioni 158. Nafasi ya 8 inashikiliwa na Alikiba, yeye akiwa na streams takriban milioni 218. Nafasi ya 7 inashikiliwa na Mario akiwa na streams milioni 346. Nafasi ya 6 inashikiliwa na Rayvanny akiwa na streams milioni 364. Nafasi ya 5 inashikiliwa na J Melody akiwa na streams milioni 382. Nafasi ya 4 inashikiliwa na Mbosso, yeye Mbosso akiwa na streams milioni 385. Alafu nafasi ya 3 inashikiliwa na Zuchu, yeye akiwa na streams milioni 408. Na nafasi ya pili inashikiliwa na Harmonize, yeye akiwa na streams milioni 409. Na nafasi ya kwanza inashikiliwa na Diamond Platnumz akiwa na streams milioni 566. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa mujibu wa takwimu ni kwamba Zuchu anataka kumpiku Harmonize na kwenda kukamata nafasi ya pili baada ya Diamond kukamata nafasi ya kwanza kwa muda mrefu. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, na pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.